Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Kutokana na kadhia ambayo tumekuwa nayo muda mwingi, tumekuwa tukijadili jambo moja la mgogoro wa Irani, ni kwa sababu ndio jambo ambalo limeiumbisha dunia kuipeleka kwenye njia tofauti. Ulimwengu umebaki kuishi katika njia ambayo hakuna mtu ambaye anafundishwa tunaishi kwenye njia gani. Nadhani vitendo vinaongea zaidi kuliko hata hadithi na simulizi ambazo zinatokea. Tupo kwenye wakati ambao kweli kweli. Sasa pande mbili zilizokuwa na mazungumzo ya awali kule Uswizi zilitangaza kumaliza mazungumzo yao na kuondoka ili kuendelea na utaratibu mpya, huku tukishuhudia mazungumzo ya jana yakiainisha kuhusu kuondolewa kwa vikwazo vya Marekani kwa mauzo ya petroli ya Irani. Hii ni moja ya rekodi kubwa sana. Hii ni moja ya rekodi kubwa sana ambayo haivutii pande zote. Inaweza pande mmoja ukawakera sana kwa sababu wanasema inaenda kuheal, inaenda kuponya upande mmoja. Toka mwaka 1979 Marekani na washirika wa magharibi waliseal, yani zile sanction, yani walipigilia msumari kwenye vikwazo kwa Irani vya ununuzi wa mafuta. Kwa hiyo uchumi wa Irani kwa miaka takriban 47 ulijengwa kwenye kipindi kigumu zaidi. Unafahamu, unaweza ukaelewa nchi ambayo inakumbana na vikwazo. Hasa nilichowahi kuambia kuwa vikwazo vya Marekani ni vikwazo vyenye kuumiza sana, si kidogo. Ni vikwazo ambavyo vinaumiza sana kwa sababu Marekani ana nguvu. Marekani ni nchi ambayo inaumiza. Marekani akukupa vikwazo, wanaingia wengine wote, hata kama hujagombana nao, wanaingia wote kwenye vile vikwazo. Sasa vikwazo vya Marekani kwa mafuta ya Irani vinaondolewa tena. Yani unajua kipindi cha Barack Obama alirahisisha baadhi ya mambo, lakini hakulifti vikwazo vyote. Yani aliondoa baadhi ya vitu, lakini hakuondoa vikwazo vyote. Lakini kuna kujifunza kupitia kwa Barack Obama kuja kwa Trump kuelekea kwa Iran. Mwaka 2013 kwenda 15 kwenye ile JCPOA kwenda mpaka 2018 wakati Donald Trump aliamua kutoka. Hapa katikati pia kulikuwa kuna mgogoro kati ya Marekani na Irani kuhusu utekelezaji wa makubaliano, baadhi ya mikataba ambayo ilikuwa kwenye JCPOA. Kuna baadhi ya makubaliano ambayo walikuwa wamekubaliana hayakuondolewa. Ndio maana utagundua kuwa jambo moja hivi, kwenye hivi vifungu 14 ukivisoma kuanzia mwanzo ukaja navyo, utaona kuwa vimeagiza Marekani toa. Halafu mbele sana ndio unaona kuwa Irani tekeleza. Ndio vilivyo. Unadhani kwa nini makubaliano haya yamekuja katika ile nadharia toa? Marekani toa, halafu Irani tekeleza. Ukisoma kifungu cha kwanza mpaka kuja karibu kifungu cha 10 ni maagizo tu kwa Marekani itafanya hivi, Marekani itafanya hivi. Yote hiyo ni kwa sababu makubaliano ya kwanza ya Barack Obama yalikuwa na michezo mingi sana, katika utaratibu ule wa michezo ambayo Western wanapenda kuicheza. Nenda kasome vifungu vyote vilivyopo katika makubaliano ya Hamas na Israeli, vifungu 21. Utaona kuwa
zaidi ya 80% ya vifungu vyote vimeelekea upande wa Hamas, kuwa Hamas atafanya hivi, Hamas. Alafu mwishoni naona kama baada ya Hamas kutimiza haya, Israeli itafanya hiki na hiki. Yani ukisoma vifungu vilivyopo kwenye makubaliano ya vifungu 21 vya Israel na Hamas, yani unagundua kuwa ikiwa Hamas itatekeleza yale yaliyoandikwa kuanzia kifungu cha kwanza, cha pili, cha tatu, kwenda mpaka kufika kifungu cha 16, 17, kama watayatekeleza yote, halafu mwishoni inakuja na mwagiza Israel sasa atatekeleza hili na hili, yani kama Hamas watatekeleza yale yote mpaka kufika 17, yani watakuwa wamekwisha kabisa. Watakuwa hakuna tena ulazima wa kuna nini wa kuilazimisha Israel ifanye, kwa sababu hamna shinikizo. Yani ukitekeleza tekeleza, unafika mwisho kutekeleza, huna miguu. Yani adui yako wala humlazimishi kwa chochote, kwa sababu unakuwa umejikaanga, halafu wao hawatekelezi mwishoni. Ndio maana unaona kwenye haya makubaliano, jana taarifa ilikuwa ni ya utoaji wa fedha zilizokubaliwa, kuondoa vikwazo, kuachia. Yani unaona kuwa mwanzo imeonekana kama Marekani anaachia na kuachia, kwa sababu mara zote Marekani alishakubaliana na hivi vifungu. Mara zote wakikutana anazungumza, anasema kuwa sawa, nitaachia freezing asset zenu, sawa, tutalifti sanction za ununuzi wa mafuta, sawa, tutaachia hiki. Irani wanamwambia anza kwanza, yani kila kitu kitoke kwanza. Hatutaki kuja habari kuwa eti sisi tufanye hivi, wewe ufanye hivi. Anza wewe, kwa sababu wewe tunakujua. Yani wewe unageuka, ni lazima utekeleze ili na sisi tumalize. Kwa hiyo ndio unaona kuwa kwenye haya mazungumzo kumekuwa na mwendelezo wa hilo jambo. Jana Vance alizungumza, nawe nilikwambia kwenye mazungumzo ya jioni, akisema kuwa wataachia fedha ambazo zitakwenda zaidi Marekani. Yani wanasema, mfano alisema kiasi cha 6 billion zitakwenda kwa wakulima wa Marekani wa mahindi na ngano, ambazo zitaelekea Irani. Ndio taarifa iliyosemwa. Irani jana wakatoa taarifa wakasema kuwa hakuna taarifa kama hiyo, wala hakuna fedha yetu inapangiwa kuwa inakwenda wapi. Tunachotaka ni fedha zetu zije. Na ndio MOU ilivyosoma, yani Memorandum of Understanding, mkataba wa awali, hauonyeshi popote tulipokubaliana na Marekani kuwa eti wachukue fedha zetu wakatununulie kitu watuletee. Fedha zetu zinakuja kwetu, sisi wenyewe ndio tutapanga fedha zetu tunatumia kwenye nini. Kwa hiyo katika kipindi hiki, baada ya mazungumzo, kila upande umekuwa na kazi moja, kuuza sera au kuuza hadithi kwa wafuasi. Irani anaitengeneza hadithi kwa wafuasi wao ili wasipate kulaumiwa kuwa kwa nini mmeingia makubaliano. Watawaambia makubaliano yetu yametupa faida hii na hii na hii na hii na hii. Ndio wanavyouza. Marekani naye anauza kwa wafuasi wake kuwa bwana, kutokana na hayo makubaliano tumepata hiki na hiki na hiki na hiki na hiki na hiki kupitia hayo makubaliano. Kwa hiyo kila upande hivi sasa una kazi moja tu. Kazi yao kubwa ni kuhakikisha kulinda taswira ya jamii ambayo wanaitawala, au jamii inayonungunika, au jamii inayowahoji kuwa kupitia hapo umepata nini, kupitia huku umefanya nini. Lakini huwa mambo yanazungumzwa, halafu mambo yanaonekana. Mara nyingi mimi nadharia yangu huwa napenda kuambia kuwa kile unachokiona ndio halisi, kile unachokisikia ni simulizi. Amini unachokiona, sio unachokisikia. Kwa sababu kwenye hii hadithi ukisikiliza kila upande unakupa yale ambayo umefaidika, lakini kila upande haujaribu kutoa moja kwa moja kuwa kupewa haya uliofaidika umetoa nini ili upewe haya uliofaidika. Japo kuwa Irani mara kadhaa wanasema kuwa tumekubaliana kuwa hapa hatutokuwa na nyuklia. Hilo wanalizungumza mara kadhaa. Na hata juzi walivyosema kuhusu wakaguzi wa IAEA watawenda, na wao wamesema it's okay, watakuja watatukagua. Lakini tumefaidika hili na hili na hili. Ila upande wa pili ukitoa, wao hawasemi moja kwa moja kuwa katika kufaidika na hayo ambayo Irani amewapa wamebadilishana na nini. Yani hawasemi, tuambia kuwa tumempa hiki, katupa hiki. Kwa hiyo inakuja tunaainisha tu kuwa ni kama vile ametuogopa, tumemdhibiti, tumefanya nini. Sasa kile unachokiona ni halisi, ni halisi. Kile unachokiona ni halisi, ni halisi. Ujumbe wa Irani baada ya kutoka Uswizi
Abbas Araghchi pamoja na Mohamed Ghalibaf wameelekea, wako Muscat. Wamekwenda Muscat na watakutana na ujumbe wa mfalme, akiwemo mfalme mwenyewe na waziri wa mambo ya nje wa Oman Al-Busaidi Badri. Watakutana. Sasa kilichowapeleka Muscat ni nini? Muscat kimewapeleka katika muunganiko, yani katika muungano unaojadili sasa kuhusu uendeshaji wa Hormuz in future. Sio, umeelewa? Kwa hiyo ukirudi kwenye kauli ya Donald Trump kuwa Irani hatakuwa, Hormuz itarudi kama ilivyokuwa awali, kuwa itakuwa wazi kila kitu, inapingana na hiki tunachokiona. Yani unakisikia halafu unaona. Sasa tunachosikia, Marekani hakuna swala la Hormuz, itakuwa free kila kitu. It's okay. Lakini unaona ujumbe mzito umesafiri kwenda Omani kwa kuzungumza, wanaenda kujadili kuhusu baada ya hili tunapangaje utaratibu wa Hormuz, kwa sababu udhibiti wa Hormuz unabaki kwenye mikono yetu. Udhibiti wa Hormuz unabaki kwenye mikono yetu. Nilikuwa nikisoma gazeti la Hayom la Israeli jana. Kuna makala moja ndefu limeandika. Walikuwa naandika kama kuwa, je, haya ni makubaliano au ni mtego? Yani je, haya ni makubaliano au ni mtego? Ukisoma Hayom, linachoelezea linazungumzia kuhusu mpasuko mkubwa uliopo kwenye serikali ya Donald Trump. Wenyewe wanaelezea hivyo kuwa kuna mpasuko mkubwa umo ndani ya serikali ya Donald Trump kuhusu makubaliano, kwa sababu ukichukua kama waziri wa mambo ya nje, waziri wa uwekezaji wa Marekani Bessent alivyotangaza kuwa tunaondoa vikwazo vya mafuta ya Irani. Hebu rudi nyuma miezi miwili, mwezi mmoja, ichukue kauli za Bessent alivyokuwa akisema. Alisema kuwa haitokuja kutokea tukaondoa vikwazo. Irani itatakiwa isalimu amri tu, hakuna kingine. Sasa kuna mpasuko ambao unaonekana wazi, na nilishawahi kuwaeleza hasa kutoka kwa viongozi. Unajua, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ndio alikuwa akisimamia mazungumzo yaliyokuwa yanaitwa mazungumzo ya Lebanon na Israeli. Elewa, mazungumzo ya Lebanon na Israeli ambayo yalifanyika mara kadhaa Marekani, ambayo mimi niliyapinga sana, nikasema kuwa yanafanyika kwa njia isiyo sahihi, kwa sababu hayawahusu hao wanaofanya, wala hawahusiki nayo. Hayo mazungumzo yalikuwa yakifanyika kule, yeye waziri wa mambo ya nje ndio alikuwa akiyasimamia. Sasa Irani wakatumia nguvu kubwa kuchukua mazungumzo ya upande wa pili ya Lebanon, wakayaleta kwenye mazungumzo ya makamu wa rais J.D. Vance. Sasa mpasuko ukatokea kuwa waziri wa mambo ya nje anamkatalia makamu wa rais wa Marekani, kumwambia kuwa swala la Lebanoni hatutakiwi kukubaliana na Irani kuwa tulipeleke kwenye mazungumzo ya Irani. Swala la Lebanoni libaki kwenye ofisi ya waziri wa mambo ya nje na lijadiliwe katika muktadha ule ulikuwa ukijadiliwa. Niliwaambia kuna mazungumzo yalikuwa yafanyike Julai 22. Wakati ule jana ilikuwa Julai 22, mazungumzo kati ya Israel na Lebanon. Sio Israel na Hezbollah, Israel Lebanon yalikuwa yanafanyika. Sasa yale mazungumzo jinsi yalivyokuwa yakifanyika yalikuwa ni mazungumzo ambayo yako upande wa Israeli. Yalikuwa ni mazungumzo yaliyo upande wa Israeli. Mazungumzo ambayo baada ya mazungumzo yatampa na kumpa Israeli. Niliwahi kuambia kuwa kwa sababu walioomba mazungumzo wakati ule, kama mnakumbuka, ilikuwa ni ofisi ya rais wa Lebanon Joseph Aoun. Nikamwambia Israeli watakataa, lakini watapokuja kukubali watakubali kwa masharti magumu upande wa Lebanoni. Na ndio mwelekeo ukawa huo. Wamekubali katika masharti yale kuwa mwisho wa yote wanalazimisha serikali ya Lebanoni wapokonyeni silaha Hamas ili tufikie amani na nyinyi. Ndio ukaona yale maneno ya kina On, ukaona maneno ya kina Nawafi, ukasikia maneno ya kina Ahmed Shara, ukasikia vitu vingi kuhusu hivyo. Yote ilikuwa ni kwa sababu yale mazungumzo yalikuwa yanaifaidisha Israeli. Sasa kitendo cha Irani kulazimisha kuwa msingi wa mazungumzo yetu, na katika kulazimisha zaidi kuwa kifungu cha kwanza cha mazungumzo yetu
Lebanoni imo kwenye kifungu cha kwanza na utekelezaji wake ni utaainishwa. Sasa jana nilivyowasomea maandiko fulani jioni, nikamwambia kuwa kuna ile kamati ambayo iliundwa, imepachikwa ndani ya Hizbullah katika mazungumzo yote yanayohusisha mgogoro wa Israel na Hizbullah, ndani yake wamewekwa wale. Ni kitu ambacho hakikupendwa kabisa. Kwa hiyo mpasuko ukatokea, mvutano mkubwa. Waziri wa mambo ya nje hataki, Marco Rubio anamwambia Vance kuwa chana na hili swala, sisi tunalishughulikia upande wa pili huko. Vance anamwambia msituletee vita zenu na kile mnachotaka, hili tunalirudisha, tunalileta huko, hili litazungumziwa kutoka huko. Kwa hiyo tafsiri kuwa kudhoofisha, yani Irani alichofanya ni kudhoofisha mazungumzo ya serikali ya Israel na serikali ya Lebanoni. Yeye ameyaleta mezani kwake kwa sisi ndio tutatoa suluhu ya ile, sio nyinyi mnakopita, kwa sababu tunajua kabisa mnakopita njia sio sahihi. Na huko wanakolazimisha hayo mazungumzo yafanyike huko, kwa sababu wameshachungulia matokeo. Yani waishamnunua refa, waishanunua kila kitu. Kwa hiyo matokeo ya mwisho wao wanayaona, ndio sababu wanalazimisha kuwa haya mazungumzo ya huku yafanyike huku, ili hawa tukawalalie vizuri kama kawaida vile huwa tunawalalia. Ndio maana tunataka haya mazungumzo yaje huku. Sasa ukisoma katika hilo gazeti, limeainisha mambo mengi, ikiwemo uzaji wa mafuta. Wao wanacholalamika, wanasema kuwa kile tulikikwepa kwa miaka mingi cha kudhoofisha uchumi wa Irani, leo hii tunakilipa mara kadhaa. Anasema chukulia kitu kimoja, ilikuwa ni makala imeandikwa, anasema chukulia kitu kuwa mzingiro wa Marekani ambao Donald Trump anasema Irani ilikuwa ikipoteza milioni $500 kwa siku. Anasema tayari kulikuwa kuna udhaifu wa kudhoofika kwa uchumi wa Irani, ambako ndio lilikuwa lengo la kwenda kudhoofisha. Leo hii wanasema, mfano chukulia wiki ya kwanza kile kitu kinaitwa makubaliano, kwa sababu kulikuwa kuna ile kufunguliwa kwa Hormuz ilifunguliwa, hata Marekani akaondoa blockade. Kwa hiyo Irani ikawa hauwezi, kwa sababu tunataka kujenga imani, hadi meli za Irani zikawa zikipita kwenye ile blockade ya Marekani. Hauwezi kuzizuia, kwa sababu ukizuia ni tafsiri kuwa wewe hutaki mazungumzo. Yani wewe. Kwa hiyo Irani ilipitisha takriban kwa wiki moja pipa milioni 36. Kwa mujibu wa gazeti la Israeli la Hayom, inaandika kuwa kwa wiki moja Irani waliingiza kiasi cha dola bilioni 3. Kwa wiki moja tu, ile ya wiki jana, Irani waliingiza 3 billions dola. Umeelewa? Yani wakati ulikuwa umemfungia chumbani, unahakikisha kuwa sitaki mtu yote ampe maji ya kunywa, ampe chakula, ampe chochote, nataka mpaka afe kwa njaa. Wakati njaa imempeleka tuseme mpaka karibu 60-65%, kwa hiyo unakuwa unahesabu tu kuwa muda wake unahesabika, bado 35% tu atakwenda kufa kwa njaa. Linatokea la kutokea, ima walinzi ulioweka wamlinde wamezidiwa na waliokuja baada ya pale. Sasa sio tu kuwa wanampa 65% aliyoipoteza, wanampa 100%. Sio kile alichopoteza, wanampa zaidi. Ndio kinachoonekana kuwa yani Irani kapewa na kupewa na kupewa na kupewa. Fikiria mpango mkubwa wa Israeli ambao walikuwa na uratibu, hata kama ungefeli leo. Kuna siku baada ya usitishaji wa vita ile tarehe 8 kama mnakumbuka, waziri mkuu wakati huo Netanyahu akihutubia, kama mnakumbuka ile hotuba alitoa baada ya usitishaji ile April 8, ile usitishaji, alisema hakuna kipindi tumeidhoofisha Irani kama kipindi hiki. Serikali tumedhoofisha, uchumi umedondoka, kila kitu kimekuwa chini. Kwa hiyo katika mtego mkubwa ambao Israeli waliutega ni ndani. Na hili nimewahi kuambia mara kadhaa kuwa tishio kubwa la Irani halijawahi kuwa nje. Irani alijijenga kwa miaka mingi kukabiliana na adui anayetoka nje. Miaka mingi. Ndio maana umeona kuwa hata Marekani alivyokuja na nguvu yake yote hapo, amepiga kapigwa, katiwa hasara, kwa sababu hawa watu vita ya nje walijiandaa nao miaka mingi sana.
na walikuwa wakiamini kuwa vyovyote itavyokuwa, kwa sababu walikuwa wakiusoma upepo. Wanajua ikitoka Syria inakuja huku, ikitoka Lebanon inakuja, ikija Iraq, yani kwa sababu walikuwa wakiyapata hayo yote kuwa mipango ni sisi. Kwa hiyo walijiandaa kwa muda mrefu kwa vita ya nje. Sasa Israeli walikuwa wamehakikisha kuwa ile blockade ya Marekani ilikuwa inaleta ombwe ndani, na mara kadhaa nimewaambia hakuna vita ngumu ambayo Irani wanaiogopa kama vita ya ndani. Vita ya ndani. Mtakumbuka maandamano ya Januari. Maandamano yaliyotokea Januari, yale maandamano makubwa. Halafu Donald Trump akawa anatishia, anasema kuwa wakiua waandamanaji tutawashambulia. Subirini, msaada unakuja. Tuko na nyinyi. Alikuwa akizungumza hayo maneno mfululizo. Niliwaambia wakati huo, nikawaambia kuwa yani pale Marekani itaporusha kombora ndani ya Irani, watakuwa wameisaidia sana serikali ya Irani kumaliza mzozo. Kwa sababu serikali ya Irani ilikuwa haiwezi kukabiliana na waandamanaji kwa hofu. Sasa pale mashambulizi yatatoka nje kushambulia ndani, serikali itatangaza tu kitu kimoja tu, tupo kwenye vita, hatutaki mtu barabarani. Kwa hiyo ni amri, utekelezaji, ingieni ndani. Atakayetoka barabarani tutajua tutadili naye vipi. Hiyo itakuwa watawarahisishia kazi. Hiyo ndio kilichoandikwa kwenye gazeti kuwa wameleta unafuu mkubwa wa masoko. Jana rais wa Iran Masoud Pezeshkian alikuwa akizungumza na wawekezaji na wafanyabiashara, anasema tunawashukuru, katika kipindi chote cha mzozo mlikaa nyuma ya serikali, hamkutaka kuhujumu kwa namna yoyote, ima kwa upandaji wa bei, kuficha bidhaa ili kuleta mstuko wa ndani, raia waandamane, watu waipe shinikizo serikali kwa mbona vitu havipatikani sio nini. Lakini wafanyabiashara wanasema walikuwa watiifu katika kipindi chote, wameamua kukaa vile vile. Kwa hiyo alikuwa akizungumza akiwashukuru wafanyabiashara wa ndani. Sasa kama Irani ameruhusiwa kurudi kwenye business even that, unajua mfano kwa mwezi mmoja ambao kwa siku 60 wamesema watafungua, sawa? Kwa mwezi mmoja ambao utakuwa wazi katika kipindi hiki cha mazungumzo, ambapo kuwa mafuta ya Irani hayana kikwazo chochote kwenda kwenye masoko, kikwazo chochote kwenda kwenye masoko, Irani yani Irani ataingiza kiasi cha dola bilioni 100 kila mwezi. Dola bilioni 100 kwa kila mwezi. Yani inakuja zaidi ya asilimia 100 kwa kipato cha kawaida ambacho alikuwa akiingiza. Yani ulikuwa unaingiza shilingi milioni 1, sasa kipato chako ni milioni 2. Milioni 2. Sasa hofu ya gazeti hili linasema kuwa hakuna udhibiti wa hizi fedha. Fedha zote zinaingia kwenye benki kuu ya Irani. Anasema hizo fedha zinapotoka ni kwenda kuimarisha uwezo wa makombora, uwezo wa kila kitu, haziendi kwa raia wa Irani. Hivi gazeti hilo linaendelea kusema kuwa fedha zinakwenda kwenye mikono ya IRGC, wala haziendi kwenye serikali, ambao Masoud Pezeshkian hazifiki kwenye serikali, yani utendaji ifike kwenye halmashauri au zifike kwenye sehemu za chini, zinaishia kwenda IRGC kuimarisha uwezo wao wa ulinzi. Unajua nyani haoni nani nyani. Katika kipindi cha mzozo wote wa Gaza, vita ya Gaza, zaidi ya wizara 7 mpaka 10 za Israeli zilifungwa kabisa. Wizara karibu 7 zilifungwa kabisa, na bajeti ilikuwa imeelekezwa kwenye hizi wizara, ikiwemo wizara ya elimu na wizara za ujenzi, zote zile bajeti zilikuwa zikielekezwa kwenye hizi wizara, ziliondolewa zote, fedha zikahamishiwa wizara ya ulinzi. Yani kwao hawayaoni. Sasa yani aache nilimsikia Donald Trump jana alikuwa anaongea na vyombo vya habari, anasema kuwa kila nchi inayo haki ya kujilinda na iwe nacho cha kujilindia. Ni yule Trump, sio mwingine, ni yule Trump, wala amebaki kwenye maisha yake yale, ni yule Trump, wala usishangae. Rahby Digital, haki na ukweli.